Kuna siri ndogo tu ambayo kila mmoja akifunguka inakuwa ni rahisi kabisa kupata NIDA. Lakini ukikutana na mtu ambaye anahangaika, hajui ni kwa jinsi gani anaweza kupata kitambulisho cha taifa au NIDA, wewe usihangaike, kwa sababu watu wengi wanakuwa wanahangaika na michakato ya kutafuta NIDA au kitambulisho cha taifa lakini hawafanikiwi. Sasa ukikutana na mtu wa aina hiyo, muulize swali moja la msingi ambalo ni je, una cheti cha kuzaliwa? Kwa sababu ukiwa na cheti cha kuzaliwa mchakato unakuwa rahisi zaidi. Na unapokuwa unajaza taarifa binafsi pale unapokuwa ukifanya mchakato wa kuomba NIDA, lazima tu utaomba taarifa za kutoka kwenye cheti cha kuzaliwa. Sasa ikitokea mtu huyo hana cheti cha kuzaliwa, hata usihangaike. Nenda kamsajili online, kamsajilie cheti online ili aweze kupata cheti cha kuzaliwa kwanza, baadaye aendelee na mchakato wa kupata kitambulisho cha taifa au namba ya NIDA. Kama bado hujasubscribe channel hii, tafadhali sana subscribe, like, comment na kushare ili uendelee kujifunza vitu vingi vinavyohusiana na registration online. Na pia kama utakuwa na swali lolote kuhusiana na video hii, unaweza ukaacha swali lako sehemu ya comment na mimi nitapita kukujibu. Watu wengi wamekuwa wanapata changamoto hii kwa sababu wanaanza mchakato wa kuomba NIDA wakiwa hawana vyeti vya kuzaliwa. Na jinsi ya kufanya registration ya cheti cha kuzaliwa online nimeshaeleza kwenye video nyingi zilizopita huko nyuma. Kwa hiyo unaweza ukapitia video moja baada ya nyingine ukaona namna gani unaweza kufanya application ya cheti cha kuzaliwa kiurahisi kabisa bila kuwa na stress, kwa kutumia simu yako ya mkononi au kompyuta ukiwa nyumbani au ofisini. Hii hata haihitaji maswali mengi. Unaweza ukasajili cheti chako, cheti cha mama yako, cheti cha ndugu yako bila stress na kwa haraka zaidi. Baada ya kuwa umepata cheti cha kuzaliwa, sasa unaweza ukaanza mchakato wa kuomba NIDA. Hii unaweza ukaifanya online au ukaifanya offline. Lakini kitu kikubwa na cha msingi zaidi, kwanza uwe tayari una cheti cha kuzaliwa ambacho hiki kinakuwa ni kama ufunguo ili uendelee kufanya application ya NIDA. Na hapa kuna kitu cha msingi sana kwa wale ambao wanafanya application ya NIDA online. Ni vizuri ukawa na kitambulisho cha mzazi wako mmoja, kwa sababu unapokuwa unafanya application online utaomba kitambulisho cha mzazi mmoja, na baadaye utaambatanisha na barua ya utambulisho kutoka serikali za mtaa na mambo yataenda fresh kabisa. Kama video hii imekusaidia kitu, tafadhali sana like, comment na kushare. Lakini pia kama utakuwa umepata swali lolote lile, acha swali lako sehemu ya comment na mimi nitapita kukujibu.